Petro wa kwanza 2:2 ya kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa na wanyonywa maziwa ya akili yasiyoishiwa, ili katika haya mpate kukulia wokovu. Nasi Bwana naamini ya kwamba kupitia kulinywa neno lako, kupitia kulifahamu neno lako, ndipo tutakapoweza kukulia wokovu Bwana. Yesu Kristo, tutakapoenda kujifunza neno lako la uzima katika asubuhi ya leo Bwana, afungue fahamu zetu Kristo, asifungue Mwokozi Yesu Kristo, ili ambalo umeliandaa Mwokozi Yesu Kristo lifike kwa watu wako, likafike sawa sawa na mapenzi yako Bwana. Ukaweze kunijalia neema ya kunena sawa sawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu Mwokozi akaweze kuniongoza kunena leo sawa na wewe Bwana Mwokozi, nisiongeze wala kupunguza, bali kwa mkono wako Mwokozi nikatende sawa sawa na mapenzi yako. Na nibariki jina lako takatifu lenye nguvu Bwana, na kulinua zaidi Mwokozi, ila kwa sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni siku nyingine ya baraka ambayo Mungu ameachilia kwenye maisha yetu, ili kwamba tuifanye ibada kamili mbele zake. Kama nilivyosema kwamba Mungu wetu ni roho, na wote waabuduo wanapaswa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Amen. Basi ndipo sijaendelea, nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi na kibali hiki ambacho amekiachilia juu yangu, na kushukuru pia uongozi mzima wa kanisa kuweza kuona ni vyema naweza kusimama na Mungu unitumia kuweza kusema neno kwa ajili ya kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sijasikia mtu mmoja akimshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele vya shangwe. Nione mtu mmoja akimshangilia Bwana kwa makofi mengi. Haleluya. Amen. Basi bila kupoteza muda wetu ni kidogo sana, na kama ni sali moja na tayari tumeshapungua saa hizi. Basi msingi wa neno letu la asubuhi ya leo nasema kwamba msingi wa wokovu katika maisha ya Kristo. Msingi wa wokovu katika maisha ya Kristo. Msingi wa wokovu katika maisha ya Kristo. Mihimili ya wokovu katika maisha ya Kristo, naweza pia nikasema hivyo. Amen. So katika somo hili tutaangazia engo 3 za msingi. Tutaangalia kwa habari ya asili ya wokovu, yani michakato na mikakati ambayo ilipitika kuweza kupatikana kwa kitu kinachoitwa wokovu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu cha pili tutaangazia kwa habari ya matokeo ya wokovu katika muamini. Kama Mkristo, wokovu unakuleta katika engo gani, ama unakuleta katika mazingira gani, ama unakuweka katika hali gani wewe kama mtu uliyepokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tatu tutaangazia kwa engo ya hatima ya wokovu. Hiyo ni misingi mitatu ambayo tutaweza kubezi katika somo letu. Nipo kwa ajili ya kufundisha. Amen. Basi nikombe sana upeane nchi ni kusikiliza. Roho Mtakatifu akusaidie sana kusikiliza kwa makini, maana najua lipo kitu ama lipo jambo ambalo Bwana anahitaji kusikiliza na ulipokea katika asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi a long lasting years ago, miaka mingi iliyopita, kama miaka 2000, walitokea mwakilishi mmoja wa mbingu. Huyo alijulikana kama Masihi, yani Yesu Kristo. Huyo alikuja duniani kwa ajili ya kuweza kufanya kazi moja. Japokuwa alikuja na kazi nyingi, kama kuja kutangaza habari njema za ufalme wa mbinguni, kama kuja kutangaza kwa habari njema za ufalme wa mbinguni, kwa habari ya kuweza kuwaganga waliovunjika moyo, kwa habari ya kuweza kuwatia moyo watu, kwa habari ya kushughulika na mahitaji ya watu, yote aliyofanya. Lakini zumuni la Yesu kuja nyakati zile ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kumwokoa mwanadamu katika wingu la giza la dhambi. Amen. Lengo la Yesu kuja nyakati zile ilikuwa ni kwa ajili ya kutafuta na kuokoa kile kilichofanyaje, kilichopotea. Hilo ndio lengo kuu la Yesu kuja duniani. Japokuwa alikuja na majukumu mengi kama hivi, kwamba alikuja kutangaza habari njema,
kwamba alikuja kwa ajili ya kuganga watu, alikuja kwa ajili ya kuweza kushughulika na matatizo ya watu, lakini lengo kubwa na msingi mkubwa uliomfanya Yesu ashuke hapa duniani ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, ambaye ni mimi na wewe tuliokuwa tumezama katika giza la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So nyakati zile alikuja kwa jinsi ya ajabu sana. Alikuja kupitia uzao wa mwanamke. Yesu Kristo alikuja kupitia uzao wa mwanamke. Maandiko yanasema kwamba kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Mariamu Magdalena, Mariamu huyo Magdalena akapata ujauzito kupitia Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akapata mimba. Lakini tayari alikuwa ameshaposwa na Yusufu ambaye alikuwa ni mume mtarajiwa. So Yusufu kwa kuangalia kama kuna indicator za mwanamke ambaye alikuwa anamtumbia kwamba ana ujauzito, akadhamiria kumwacha kwa siri. Kwa kuwa alikuwa ni mtu wa haki na wa hekima nyingi, akadhamiria kumwacha kwa siri. Lakini tazama Mungu alivyo ajabu. Katika nyakati za usiku akiwa amelala, kupitia ndoto Bwana akamjilia na malaika, akamletea malaika, na malaika akamjuza kwa habari ya dhamiri ya mimba ile ambayo mke wake mtarajiwa alikuwa ameibeba. Akamwambia kwamba hapana, upaswi kumwacha nani? Mariamu. Unapaswa umtunze na ulee mimba ile, maana kile alichokibeba kipo kwa ajili ya kusudi la kuwaokoa wanadamu wote na udhalimu wote. Yusufu kwa kutambua hivyo, kwa kuwa naye pia alikuwa ni mtu wa rohoni, alielewa na akachukua jukumu la kuanza kulea mimba, kuitunza mimba. Hatimaye akazaliwa Yesu ambaye ni Mwokozi. Yesu ambaye ndiye mkombozi wa ulimwengu mzima kwa habari ya dhambi za wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. So kuna vitu vile hapo unaweza kuviona, inaweza kabisa kama swali. Kwa nini ukombozi uliopaswa kuja kwa jinsi ya Kristo ulikuja kwa njia ya uzao wa mwanamke? Ni swali. Amen. Kwa nini ukombozi uliopaswa kuja kwa jinsi ya Kristo ulikuja kwa njia ya mwanamke? Ameni, kwa njia ya uzao wa mwanamke. Waweza kutafakari na kujiuliza katika hilo swali. Lakini kiwalisia ni kwamba ukombozi ulitakiwa ufanyike ama ukusudiwe kupitia uzao wa mwanamke, yani kwa habari ya Yesu kuzaliwa na Mariamu, kwa sababu mwanamke ndiye alikuwa ni mlango wa ujio wa dhambi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kama unakumbuka vizuri katika bustani ya Eden, aliyekuwa ni mlango wa kuingia kwa dhambi, ama aliyekuwa ni mlango wa ujio wa dhambi duniani, alikuwa nani? Mwanamke ambaye nani? Hawa. Sidi wapendwa, huyo ndio alikuwa ni mlango wa ujio wa dhambi, na huyo ndio alikuwa ni chachu ya ujio wa dhambi. So kwa sababu hiyo ya kuwa yeye ndio alikuwa ni mlango wa ujio wa dhambi, huyo mwanamke pia ikahitajika yeye naye ndio awe ni mlango wa ondoleo la nini? La dhambi, kupitia kumzaa nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia kuna kozi nyingine inaibuka hapo. Kwa nini ukombozi ufanyike ama kusudiwe kupitia msalaba? Kwani hapakuwa na jinsi nyingine ama njia nyingine kutumika kwa baada ya kumkomboa mwanadamu mpaka Yesu aende msalabani? Waweza kujiuliza. Lakini katika uhalisia ni kwamba ukombozi ulikusudiwa kupitia msalaba, kwa sababu pia kama unakumbuka vizuri katika bustani ya Eden, ule mti uliokuwa umemea ama umepamba matunda mazuri, matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, ndio pia ulikuwa ni chachu na chanzo cha ujio wa dhambi duniani. Kwa maana kwamba kama ule mti usingekuwepo, sidhani kama shetani angepata njia ya kumdanganya mwanamke mpaka mwanamke angepata njia ya kumdanganya mwanamke mpaka dhambi ikaingia huko. Sidhani. Ni kwa sababu ya uwepo wa ule mti ambao ulikuwa umeshikilia hatima ya maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So kupitia mti huo kuwa ni chanzo pia na mlango wa kuingiza dhambi ulimwenguni.
pia ikawa pia ndio mlango, ikapaswa pia kuonekana ndio mlango wa ondoleo la dhambi wapi? Ulimwenguni. Kwa msalaba ukawepo kwa habari ya kwamba mti ndio ulitumika kama ujio wa dhambi. Kwa sababu hiyo mti pia huo ukawa ndio chanzo ama mlango wa ondoleo la dhambi wapi? Duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. So unaweza kujiuliza katika misingi hiyo, lakini walisia mambo uko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tunafundishana hapa, kwa ningeomba usikilize kwa makini sana. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So tulipata ukombozi kwa neema ya Kristo peke yake. Ndio maana Paulo anasema kwamba kwa maana tulikombolewa kwa neema na sio kwa matendo ya nini? Ya sheria. Tumekombolewa kwa neema na sio kwa matendo ya sheria. So tumekombolewa kwa neema kupitia Yesu Kristo mpaka tunapokea wokovu, lakini wajibu wa kutunza na kuthamini wokovu upo kwa nani? Kwa mwanadamu ambaye alipokea nini? Hiyo neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. So wewe binafsi una wajibu ama una jukumu la kuweza kutunza hiko ambacho umekipokea. Ni zawadi na ni tunu kubwa sana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So una wajibu wa kuweza kulitunza, una wajibu wa kuweza kuhakikisha kwamba unauthamini wokovu wako ambao ulikuja kwa neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So kama nilivyokuambia kwamba tangazia katika misingi mitatu kwa habari ya asili ya wokovu, matokeo ya wokovu na hatima ya wokovu. So tutaanza kuchambua kimoja baada ya kingine. Hapo nilikuwa nakupa kidogo kufungua akili katika lile ambalo tutaenda kujifunza katika asubuhi ya leo. Amen. So tukianza na kuangazia asili ya dhambi, asili ya wokovu. Asili ya wokovu. Kiwalisia ni kwamba tunapozungumzia asili ya wokovu, tunazungumzia ni michakato au mikakati iliyotumika kwa habari ya kuweza kufanya ujio wa wokovu. Mikakati iliyopitika mpaka mwanadamu anapata wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nyakati zile za kufanya, nyakati zile za ambapo Mungu alikuwa anakusudia kufanya ukombozi kwa mwanadamu, ni kwamba aliona mwanadamu amefunikwa na giza kubwa la wingu la dhambi. Giza la dhambi lilikuwa limemfunika mwanadamu, na katika uhalisia alikuwa anapotea. Ndio maana maandiko yanasema kwamba kwa maana mwanadamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa aliyepotea ama kile kilichopotea ni mimi na wewe. Kwa katika uhalisia ni kwamba sisi tulikuwa tumepotea. Kwa kuangalia hivyo Bwana kwamba sisi tumepotea, ndio Bwana akaona inafaa zaidi niweze kumkomboa huyu mwanadamu. Inafaa zaidi niweze kumkomboa huyu mwanadamu kutoka katika ile giza la dhambi. Ni kwamba Bwana alikuwa ameshaona kabisa huyu kiumbe anapoelekea ni katika mauti ya milele. Huyu kiumbe anaelekea ni katika hukumu isiyokuwa ya lazima. Ni katika mauti ya milele ambayo haikuweza kumpasa. Kwa akaamua atoe nafasi nyingine ya ukombozi. Nafasi nyingine ya ukombozi kama rehema kwa mwanadamu, ili aweze kuwa huru, ili aweze kuwa salama kutoka katika giza la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukombozi ulikuja kama nuru ya mwanadamu. Ukombozi ulikuja kama nuru ambayo inamulika na kumweka mwanadamu mahali sahihi kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuja kwa nuru. So kwa kuona kwamba huyu anapotea, hapo ndio kawa ni chanzo, ama huo ndio kawa ni chanzo cha Yesu Kristo kuweza kuja ulimwenguni kwa habari ya kuokoa ulimwengu. Huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa Yesu Kristo kuja duniani. Baada ya kuona mwanadamu amezingirwa, amefungwa na amemilikiwa na falme za giza, kana kwamba giza la dhambi limemtawala. Kwa jinsi hiyo Bwana akaamua aiandae neema, aitengeneze neema itakayokuja kwa ajili ya kumweka mwanadamu mahali sahihi na katika mazingira sahihi.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So huo ndio mpango wa Yesu kuja duniani. Kwa katika kuhalisia ni kwamba hapakuwa yeyote mwanadamu aliyekuwa na uwezo wa kuweza kulipa deni la dhambi. Deni la dhambi lilihitaji mtu mwenye utajiri wa kiroho kuweza kulipa. Deni la dhambi lilihitaji mtu mwenye mamlaka zaidi ya kiroho kuweza kulipa. Kama angekuwa mtu mwenye utajiri wa kiroho hapa duniani, basi pasingekuwa na haja ya Yesu Kristo kushuka duniani. Lakini kiuhalisia ni kwamba sisi tulishindwa kulipa deni la dhambi kwa sababu tulikuwa ni masikini roho. Kwa ingehitajika kwamba anayekuja kulilipa ile deni anapaswa awe tajiri wa kiroho kuliko sisi. Kwa Yesu Kristo aliyekuwa tajiri wa kiroho na hata pia wa kimwili ndio akaja moja kwa moja kwa ajili ya kulipa deni la dhambi la wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko sababu hapa. So huyo ndiye akakusudika kuja kwa ajili ya kulipa deni la dhambi la wanadamu huyo. Kwa sababu katika uhalisia ni kwamba mwanadamu alikuwa hana uwezo wa kujilipia deni lake la dhambi kwa sababu alikuwa ni maskini. Lakini Kristo aliye tajiri wa roho, aliye pia tajiri wa kimwili, akaja kwa ajili ya kulipa hilo deni la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuzungumzia Kristo ni tajiri wa roho na pia tajiri wa kimwili, inamaanisha kwamba katika ulimwengu wa roho Kristo ni tajiri, lakini pia katika ulimwengu wa mwili Kristo ni tajiri. Yawezekana haujanielewa vizuri. Inamaanisha kwamba katika ulimwengu wa roho Kristo ana utajiri wa mamlaka, ana utajiri wa kutisha. Mamlaka zote anazo yeye. Huo ni utajiri ambao anao Kristo katika ulimwengu wa roho. Lakini pia katika ulimwengu wa mwili Kristo ana utajiri wa shekeli, fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kristo ana utajiri wa fedha. Labda usiniamini, lakini nikupe mfano mmoja. Nyakati zile kanisa liliingia katika kodi, alihitajika kulipiwa kodi. Yesu akamwambia Petro, nenda ukafanyaje? Ukavue samaki. Then unachukua ile samaki utampasua katika tumbo lake, then utakuta dinari, then utakuja kulipa kodi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizo mambo za fedha, hizo vitu ambavyo vinahitaji fedha, kwa Yesu havikumsumbua. Ilikuwa ni mamlaka ya uhitaji na tamkwa, vitu vinafanyaje? Vinatokea. Kwa katika uhalisia ni kwamba Kristo alikuwa ni tajiri. Labda katika mfano huo hujanielewa. Petro anawaambia Yesu, Bwana, tazama watu hawa wamekaa masaa mengi hapa na kusikiliza. Wangehitaji kwenda kupata msosi nyumbani, afadhali ndio wakusanyika tena kwa ajili ya kuweza kusikiliza kwa baada ya kufundisha. Ilikuwa ni nyakati ambazo Bwana yuko na makutano, anawafundisha neno la uzima. Ndio kipindi anatangaza injili. So Petro aliona kwamba watu kama wanangaisha karibu sana, muda umekwenda, akamstua Kristo, muda umekwenda sana. Kwa hiyo ingekuwa ni vyema ukawapa nafasi ya watu wakaenda kuitafutia chakula, wakapata kwanza kula, alafu then ndio wakarudi kwa ajili ya mafundisho zaidi. Lakini Petro akajiwahi pia. Lakini Yesu kuna mikate 5 hapa na samaki 2. Kwa waweza kufanya jambo. Yesu akasema pilete. Swala la kuwalisha watu 5,000 sio la kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Swala la kuwalisha watu 5,000 sio la kawaida. Bwana akafanya muujiza wa samaki 5 na samaki 2 na mikate 5. Watu wakala wakashiba mpaka wakasasa. Na hiyo sasa ni misiri sasa kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo idadi ya watu 5,000 maana yake ilikuwa ni idadi ya jana wanaume watupu, sivyo? Kwa sababu kanuni za Kiyahudi aliyekuwa anahusika katika hesabu ni mwanaume, sivyo? Kwa kiamini kwa concept za kibiolojia ili kuweza kuapproximate idadi kamili ya watu waliokuwa katika ule mkutano unazidisha mara 4. Bwana Yesu asifiwe. Unapata ngapi hapo? 20,000. So kulisha watu 20,000 sio mchezo. Na mpaka wote wakasaza, mpaka wote wakaveta vingine hapo. Sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nikifanya nitengeneze mfano halisi wakati wa sasa, na chakula kile kilikuwa ni standard sana.
mkate na samaki kwa wakati ule ni chakula kinaonekana ni bora mno. Kwa nikitengeneza mfano kwa hali ya sasa ama kwa wakati wa sasa, ni sawa sawa niseme ya kwamba uchukuliwe msosi wenye standard alafu ulishe watu 20,000. Kana kwamba tukipiga hesabu msosi ambao ni standard ambao unapewa katika hoteli zito unaangalia mpaka 15,000, si sawa? Hoteli 15,000 ameni shilingi 15,000. Sasa hiyo 15,000 ni sani la moja. Hapo ukiangalia lipo kundi la watu wangapi? 20,000. Wote kuwalisha msosi. Chukua hiyo idadi ya watu 20,000 alafu uzidishe na hiyo 15,000. Utakuja kupata kama ni milioni 300 hivi. Sasa hizo milioni 300 ni tajiri gani aweze kuzitoa pasipo benefit? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna tajiri ambaye atakafanya vitu pasipo benefit. Kila tajiri anafanya vitu kwa manufaa. Lakini Yesu alitoa freely. Alitoa freely kwa ajili ya kuwalisha watu wake. Alitoa freely. Kama tungekuwa Marekani tungesema kwamba ni nani wakuweza kulipa dola 300, dola milioni 300 kwa ajili ya watu na ziende freely pasipo kuwa na faida. Huyo tajiri mwenye moyo huyo hayupo kabisa. Huyo tajiri ambaye ana moyo hivyo hayupo duniani, sidhani. Bwana Yesu asifiwe. Kama akitaka si kwa faida, anajua kabisa hapo kuna chango kinaongezeka kama dola milioni 600 kutoka kwenye dola milioni 300. Lakini Yesu Kristo akatoa free bure kwa mamlaka aliyokuwa nayo. Kwa Jesus alikuwa ni tajiri katika ulimwengu wa roho, lakini pia alikuwa ni tajiri katika ulimwengu wa mwili. Kama ni watu wamekuthibitika kwamba kwake yeye ndiko kuna nini? Fedha na dhahabu viko kwake. Fedha na dhahabu viko kwake. Serikali zote anazo Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakumbuka siku moja pastor akasema kwamba ni tayari tumeshapewa mali katika ulimwengu wa roho. Ni tayari tumeshapewa mali na dhahabu katika ulimwengu wa roho. Shida ni kwamba ni kuvitoa katika ulimwengu wa roho kukuleta katika ulimwengu wa kimwili. Hapo ndio shughuli inayokuja. Kuvichomoa katika ulimwengu wa roho kukuleta katika ulimwengu wa mwili. Hapo sasa tutahitaji kuona bidii yako ya maombi, tutahitaji kuona bidii yako ya kufunga, lakini pia kuona juhudi katika shughuli zako za kimaendeleo. Hapo ndio tunaweza kuona sasa kuna discipline zile shekeli zilizo katika ulimwengu wa roho zinakuja kubeba upande juu katika ulimwengu wa mwili kwa kama shilingi. Zile dinari katika ulimwengu wa roho zinakuja kubeba upande katika ulimwengu wa mwili kwa kama dola. Zile dinari ambazo katika ulimwengu wa roho zinakuja kubeba upande juu katika ulimwengu wa mwili kama pound. Bwana Yesu asifiwe sana. Inahitajika bidii yako binafsi pia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika walisia nilikuwa naonyesha mfano na nikuelezea namna gani Yesu alivyo tajiri wa kiroho na kimwili, na utajiri wake ndio ulioweza kumlipia sisi deni la nini? La dhambi. Kwa kama Yesu naye alikuwa ni masikini mwanake, sasa hapo hiyo neema ya ukombozi tusingeiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kuwa Mungu wetu sisi ni tajiri, mwenye utajiri wote katika ulimwengu wa roho na kimwili, ndio maana tukaweza kulipiwa deni letu, tukawa huru kutoka katika nini? Shida ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba neno wokovu katika Biblia takatifu limeandikwa mara zaidi ya 177 na inaonyesha namna gani iliyotiliwa uzito katika Biblia. Baada ya mwanadamu kumwasi Mungu na kuishi maisha yake katika giza la dhambi, ilifikia hatua ambayo Mungu akaona ya kwamba mwanadamu hafai tena kuishi katika mazingira hayo. Akahitaji kuyaweka maisha ya mwanadamu katika nuru ya wokovu kwa jinsi ya ukombozi. Na huu ndio kwa mwanzo wa Yesu Kristo kuja duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema kwamba sisi kiroho tulikuwa tumeshindwa kulipa deni la dhambi. Kwa hiyo ilihitajika anayekuja kulipa deni la dhambi awe ana utajiri wa kiroho kuliko sisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So Yesu Kristo alikuwa tajiri kwenye ulimwengu mzima, mwenye mamlaka zote na utukufu wote, lakini ilikuwa hakujali, ni kwamba hakujali juu ya utajiri wake katika ulimwengu mzima. Hakujali juu ya utukufu wake.
hakujali juu ya mamlaka yake mbinguni na duniani, hakujali. Kwa akajifanya masikini ili kwamba sisi tuwe nini? Matajiri. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorintho 2 nani naamini Wakorintho wa pili mstari wa 8 mpaka mstari wa pili nani na mstari wa 8 amini sura 8 mstari wa 9, maandiko yanakwambia kwamba Yesu Kristo alikuwa tajiri lakini akajifanya masikini kwa ajili yetu ili sisi tuwe nini? Matajiri. Ukisoma vizuri, mtu mmoja nisaidie kusoma hiyo Wakorintho wa pili na sura 8 mstari wa 9. Wakorintho wa pili sura 8 mstari wa 9. Haleluya. Amen. Amen. Ingawa alikuwa tajiri lakini alijifanya masikini ili sisi tuwe matajiri katika neema ya kukombolewa. Katika neema ya kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikuwa ni tajiri lakini hakujali juu ya utajiri wake, hakujali juu ya mamlaka yake, hakujali juu ya utukufu wake, akajifanya masikini ili sisi tuwe nini? Matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa pamoja hapo watu wa Mungu. Hivyo kwamba Yesu Kristo alijifanya masikini japokuwa alikuwa ni tajiri ili kwamba sisi tuweze kuwa nini? Matajiri katika neema ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So neema ya ukombozi ambao umechelewa, tunaangazia juu somo linalosema misingi ya wokovu katika maisha ya Mkristo. Misingi ya wokovu katika maisha ya Mkristo. Tukasema tunaangazia katika engo 3 za msingi: asili ya wokovu, matokeo ya wokovu katika maisha ya Mkristo, lakini pia tunaangazia juu ya hatima ya wokovu katika maisha ya Mkristo. Tuko katika engo ya kwanza ya asili ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So swala la wokovu lilipaswa kudhibitika kupitia ubatizo wa Yesu Kristo. Nitarudia tena unizingatie vizuri hapo. Swala la wokovu ama wokovu wa binadamu ulipaswa kudhibitika ama ulipaswa kufanyika kupitia ubatizo wa Yesu Kristo. Yaani katika ubatizo wa Yesu Kristo ndio asili ya wokovu katika ukombozi wa wanadamu uliokuwepo. Yaani asili ya ukombozi, asili ya wokovu wa wanadamu, wanadamu wote kwa ujumla upo katika ubatizo wa Yesu Kristo. So katika ubatizo wa Yesu Kristo ndipo neema ya ukombozi, neema ya ukombozi imebebwa kule ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So hapa nasema kwamba chimbuko la wokovu la mwanadamu lipo katika ubatizo wa Yesu Kristo. Swali linakuja kwamba kwa nini Yesu Kristo aliye Mungu alibatizwa na Yohana Mbatizaji? Kwa nini Yesu Kristo alibatizwa na Yohana Mbatizaji? Na walisia ni kwamba kama Yesu Kristo asingebatizwa, ni kwamba hii neema ya wokovu isingepatikana kwenye maisha yetu. Ulizingatia sana. Kama Yesu Kristo asingebatizwa, neema ya wokovu isingeiona kwenye maisha yetu. So katika ubatizo wa Yesu kuna siri gani? Ama katika ubatizo wa Yesu kuna nini? Mpaka pasipo wenyewe sisi hatuwezi kuiona hiyo neema ya wokovu. Ama tusingeweza kuiona hiyo neema ya wokovu. Fact ni kwamba katika ubatizo wa Yesu ndipo neema ya ondoleo la dhambi ilipokuwepo. Neema ya ondoleo la dhambi katika binadamu ilipokuwepo. Katika ubatizo wa Yesu ni kwamba Yohana Mbatizaji anambatiza Yesu. Yohana Mbatizaji anambatiza Yesu kwa kuwekwa nini? Mikono. Yohana Mbatizaji anambatiza Yesu kwa kuwekea mikono. Anamwekea mikono kama ishara ya kutwikwa dhambi za wanadamu wote. Yohana Mbatizaji anamwekea mikono Yesu kwa ishara ya kutwikwa dhambi za wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika uhalisia Yohana Mbatizaji alikuwa ni mwakilishi wa wanadamu wote hapa duniani. Ndio maana maandiko yanasema kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa ni kuhani wa mwisho ambaye huyo alikuwa ni mwakilishi wa wanadamu katika ondoleo nini? La dhambi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na katika uhalisia ni kwamba Yohana Mbatizaji alipaswa aanze kuzaliwa halafu ndio apate Yesu Kristo. Ingekuwa kwamba Yohana Mbatizaji akazaliwa baada ya Yesu kuzaliwa, maana yake pia ile zoezi lingepea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile zoezi lingepea. Na maandiko yanasema kwamba Yohana Mbatizaji alizaliwa miezi 6 kabla ya Yesu Kristo. Huyu alikuja kwa ajili ya kuandaa njia ya nani? Ya Kristo. Katika Malaki anasema kwamba nami nimemtuma mjumbe wangu mbele yangu ili aitengeneze njia yangu. Kwa Yesu Yohana Mbatizaji alikuja kwa ajili ya kuitengeneza njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa kama Yesu Kristo angezaliwa kwanza alafu akapata Yohana Mbatizaji, maana yake pia ili jambo lisingetimilizika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo lilikuwa limepangwa katika mfumo madhubuti kuhakikisha kwamba limetimilizika. Akaanza kuja Yohana kuisafisha na kutengeneza njia ya Yesu, alafu then akapata Yesu Kristo kwa ajili ya kutimiliza wokovu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So Yesu anabatizwa na Yohana. Lakini nyakati zile Yesu anaenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji alitaka kumzuia. Yohana Mbatizaji akataka kumzuia na kusema kwamba wewe unakuja kwangu ili mimi pia nitaki kubatizwa na wewe. Hapana, haiwezekani. Mimi nahitaji kubatizwa na wewe na sio wewe kuja kubatizwa kwangu. Lakini Yesu akamjibu kwa hekima nzito sana, akamwambia kwamba kubali hivi sasa, maana ndivyo itapaswa kuitimiza sheria yote. Kubali hivi sasa, maana ndivyo itapaswa kuitimiza sheria yote. Of course kuna neema, kuna maana kubwa katika huo mstari wa Biblia. Nafikiri katika Mathayo 3. Kubali hivi sasa, maana ndivyo itapaswa kuitimiza haki yote. Neno ndivyo itapaswa kuitimiza haki yote. Neno ambalo limetoka pale kuanzia ndivyo itapaswa kuitimiza haki yote. Ndivyo itapaswa. Neno ndivyo itapaswa ni kwamba ni kwa habari ya Yesu kuwekewa mikono na Yohana Mbatizaji. Anayewekewa mikono na Yohana Mbatizaji kwa lengo gani? Yesu Kristo anayewekewa mikono na Yohana Mbatizaji kwa habari ya kubebeshwa dhambi na udhalimu wa wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ni mwakilishi wa mbingu hapa duniani. Yeye ndiye aliyekuwa mkuu wa mbingu, ambaye anasema kama mwakilishi wa mbingu hapa duniani. Lakini Yohana Mbatizaji ni mwakilishi kama kuhani wa wapi duniani, mwakilishi wa wanadamu wote. Tutapitia vizuri CV ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika short explanation, clarification, hapo katika jinsi kama hii kwamba Yohana ndiye mwakilishi wa wanadamu wote hapa duniani. Katika uhalisia ni kwamba isingekuwa rahisi ama isingewezekana kila mmoja amwekee Yesu mikono. Kila mmoja Yesu analeta kichwa, amwekea mikono kwamba achukue dhambi zake. Kila mmoja ingekuwa haiwezekani kwa sababu idadi ya watu wote isingetosha. Sasa ile zoezi maana lingeenda muda mrefu sana. Lingeenda muda na isitoshe kuna wengine wasingepata hiyo neema ya kumwekea Yesu mikono. Lakini ikafaa atafutwe mwakilishi mmoja wa wanadamu kwa ajili ya kuweza kukusanya udhalimu na dhambi zote za wanadamu, alafu zikatwekwe kwenye kichwa cha Yesu Kristo. Huyo mwakilishi ndio aliyekuwa ni nani? Yohana Mbatizaji. Huyo ndiye alikuja kwa ajili ya kuweza kuzifunua dhambi zote za ulimwengu, dhambi zote na udhalimu wote wa ulimwengu kwenye kichwa cha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyo alikuwa ni mwakilishi juu ya wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So kama nimeuliza, kwa nini Yesu Kristo aliye Mungu alibatizwa na Yohana Mbatizaji? Je, ilikuwa ni kuonyesha kuwa yeye ni mnyenyekevu, ama ilikuwa ni kuonyesha kwamba yeye ni mwenye hekima nyingi, ama ilikuwa ni kuonyesha yeye ni Masihi? Lakini katika uhalisia ni kwamba ilikuwa sio hivyo. Ilikuwa ni kwa habari ya kutaka kutweka ule udhalimu na dhambi zote za wanadamu. Ndio maana alihitaji kubatizwa na Yohana. Bwana Yesu asifiwe. So tuangalie hawa watu wawili, Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo. Katika uhalisia ni kwamba
ukombozi juu ya dhambi za ulimwengu usingetimilizika pasipo Yohana, na ukombozi huo juu ya udhalimu na dhambi za ulimwengu usingetimilizika pasipo Yesu Kristo. Kwa hawa wawili ndio walikuwepo simultaneously kuweza kukamilisha swala la nini? La ukombozi. Pasingekuwa Yesu Kristo, habari ya ukombozi tungesikilizia. Pasingekuwa na Yohana Mbatizaji, habari ya ukombozi tungesikilizia vile vile. So hawa watu wawili walipaswa wafanye kazi kwa umoja na kwa kushirikiana ili kwamba watimilize nini? Shughuli ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze kumwangalia Yohana Mbatizaji. Haleluya. Yohana Mbatizaji ni wa ukoo wa Haruni, ambaye alikuwa ni kuhani nyakati za Musa. Mungu alimtumia Haruni kama kuhani nyakati za Musa kwa habari ya kufanya ondoleo la dhambi kwa wana wa Israeli wote, na yeyote ambaye atakuwa akifanya dhambi. Matendo kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye alikuwa kama kuhani mkuu kwa habari ya kuweza kupeleka ondoleo la dhambi za wana wa Israeli kwa Mungu. Haleluya. Ukisoma katika Luka 1:5 inaonyesha hivyo kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa ni kuhani, alikuwa ni uzao wa ukuhani ambaye ni Haruni. Alikuwa ni uzao wa ukuhani wa Haruni. Haleluya. So na katika hii concept ya kwamba Haruni alikuwa ni uzao, Yohana Mbatizaji alikuwa ni uzao wa Haruni, halikuwa kwa baba yake Zekaria, ilikuwa ni kwa mama yake Elizabeth. Elizabeth ndio ametokea upande wa Haruni, ambao ikaja kutengenezwa ulisikia kwamba Yohana Mbatizaji ndio pia ni uzao wa Haruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kumwangalia Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Tukimaliza kumwangalia Yohana, tunakuja kumwangalia Yesu Kristo. Alafu tujaribu kuweza kujumuisha shughuli ya kila mmoja katika swala la kuleta ukombozi kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa sababu gani Yohana aliishi hekali peke yake, akivaa mavazi yaliyotengenezwa kwa singa za ngamia na kula asali ya mwingi? Walisema kwamba huyu mtumishi wa Bwana Yohana Mbatizaji aliishi hekali miaka yote. Aliishi hekali akitangaza, akihubiri Injili na akiweza kuiandaa njia nani? Ya Yesu Kristo. Anasema kwamba hii ni sauti ya mtu aliye nini? Nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So huyu Bwana alikuwepo kwa ajili ya kuiandaa njia ya Kristo. Na nyakati zote alikuwa akiishi nyikani, ambapo huko alikuwa akila nzige na asali ya Mungu. Hiko ndio kilikuwa chakula chake. Hiko ndio kilikuwa chakula cha Yohana Mbatizaji aliyekuwepo kwa ajili ya kuandaa njia ya Kristo. So kwa nini Yohana Mbatizaji aliishi katika mfumo wa maisha hayo? Haleluya. So sababu ni kwamba ilikuwa ni kudhihirisha kwamba yeye ndiye kuhani mkuu na mwakilishi wa wanadamu wote kwa habari ya ukombozi wa wanadamu. Kwa alifanya hivyo, ama ilipaswa aende katika scenario hiyo kwa ajili ya kuonyesha kwamba yeye Yohana Mbatizaji ndiye aliye kuhani mkuu na mwakilishi wa wanadamu wote katika swala zima la ondoleo la nini? La dhambi. Huyo ndio alizikusanya dhambi za ulimwengu mzima na kuziweka mikononi mwake, na then kuja kuziweka kwenye kichwa cha nani? Cha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So ni dhahiri kabisa Yohana Mbatizaji hakupaswa kuishi kati ya watu. Huyu Yohana Mbatizaji alizaliwa miezi 6 kabla ya Yesu, kama nilivyokuambia. Kwa nini? Ni kwa sababu ilikuwa ni kutimiza sheria ya Agano la Kale kwa habari ya Yohana Mbatizaji kuzaliwa miezi 6 kabla ya Yesu Kristo. Ilikuwa ni kwa sababu ya kutimiza sheria ya Agano la Kale ama kulikamilisha. So kama kuikamilisha ingekuwa Yesu Kristo angekuwa ni mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, inamaanisha kwamba zoezi lingefanyaje? Lingefeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yohana Mbatizaji alizaliwa na mwanamke tasa
aliyeitwa Elizabeth, lakini Yesu Kristo alizaliwa na mwanamwali aliyeitwa nani? Maria. Bwana Yesu asifiwe sana. So tumaliza kumwangalia Yohana. Huyo alikuja kwa sababu gani? Tumemuelewa. Tumetambua yeye ni nani, alikuja kwa lengo gani, kwa swala zima la ukombozi tumemuelewa. Tuje kumangazia mtu mwingine anayeitwa Yesu Kristo, ambaye huyu ndio main point ya ukombozi wetu. Haleluya. So maana ya neno Yesu, maana ya neno Yesu au maana ya jina Yesu, maana yake ni mkombozi. Kama nakumbuka katika Mathayo 1:20 nakwambia kwamba naye mtamzaa mwana naye mtakutana Yesu Kristo, ambaye huyo atawakomboa wanadamu na dhambi zao zote. Kwa ni mkombozi. Kwa maana ya jina Yesu Kristo ni mwokozi au mkombozi. Ni mwokozi ambaye anapaswa kuokoa watu wote na dhambi zao. Huyu ndiye aliyekuwa mwakilishi wa mbingu hapa duniani. Yeye ndiye alikuwa ni mwakilishi wa mbingu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ulisema kwamba huyu ndiye aliyekuwa ni mkuu wa mbingu. Yesu Kristo ndiye aliyekuwa ni mkuu wa mbingu na aliyekuwa mwakilishi wa mbingu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So Yesu Kristo ndiye aliyekuwa ni mkuu wa mbingu, aliyewakilisha mbingu hapa duniani. Bila ubatizo wa Yesu Kristo, kifo chake kingekuwa hakina maana kabisa. Bila ubatizo wa Yesu Kristo, kifo chake kingekuwa hakina maana kabisa. Nafikiri nimeshaeleza hapo awali kwamba bila Yesu kubatizwa ni kwamba alikuwa sasa anajitoa sadaka kwa ajili yake mwenyewe binafsi. Bila ubatizo wa Yesu, kifo chake Yesu pale msalabani kilikuwa kina maana, kwa sababu angekuwa bado hajatwekwa zile dhambi na udhalimu wote wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa angefanya kibinafsi, lakini asingefanya kwa habari ya ondoleo la dhambi la wanadamu. Lakini ubatizo wa Yesu Kristo ndio uliokuja kumthibitisha kwamba Yesu Kristo ndio mwanakondoo halisi anayepaswa kuwakomboa wanadamu na dhambi zao. Na hiyo ndio ikaja kudhibitika kuwa ni alama ya ukombozi na ushindi wa ulimwengu mzima pale msalabani, baada ya Yesu Kristo kuweza kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So kwa ujumla Yesu Kristo na Yohana Mbatizaji kwa pamoja walihusika kutayarisha njia ya kwenda mbinguni, yani wokovu. Kwa ujumla Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo kwa pamoja, kwa umoja wao walihusika kuandaa njia ya wokovu, na wote walipaswa kuenenda simultaneously kuhakikisha kwamba zoezi linakamilika. Angekuwa mmoja kati yao hapo, zoezi lingefeli. Haleluya. So kuna jambo gani katika ubatizo wa Yesu? Kama nilivyosema hapa napitia ni kwamba uzidi kuwa na malipo zaidi katika jambo hili. Wakati Yesu Kristo alipobatizwa na Yohana Mbatizaji kwa njia ya kuwekewa mikono juu ya kichwa chake, ilikuwa ni kitendo cha kiadilifu cha mtu mmoja kinachotwalisha mbali dhambi za ulimwengu. Hii ilitabiriwa na kunenwa na Haruni tangu enzi za wana wa Israeli, kutoka katika kitabu cha Walawi 16:11 mpaka 16. Hii kitabu kinaeleza juu ya ufunuo mzima wa ondoleo la dhambi juu ya wanadamu wote kupitia Kristo. Hii sura wa mambo ya Walawi 16 kuanzia mstari wa 11 mpaka 16 ni sura ambayo inaeleza juu ya ufunuo uliotabiriwa kwa habari ya Yesu kuzibeba dhambi za ulimwengu. Yalikuwa ni matukio yaliyotokea katika wana wa Israeli, lakini yalikuwa ni matukio ambayo yanaofunua uhalisia wa Kristo katika swala zima la ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana anampa maagizo katika kitabu hiki. Bwana anampa maagizo Musa, anamwambia mwambie Haruni aandae ng'ombe wa sadaka, ambaye huyo ng'ombe wa sadaka itakuwa ni kwa ajili yake na nafsi yake na familia yake wote, kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa ajili yake na nafsi yake. Katika walisia ni kwamba nyakati zile za Torati, swala zima la dhabihu lilikuwa linategemeana na title ya mtu.
yani ikiwa kuhani atafanya dhambi nyakati zile za Torati, ni kwamba sadaka yake ingepaswa kuwa ni ng'ombe dume. Sadaka yake ingepaswa kuwa ni ng'ombe dume. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni kiongozi wa kabila, inapaswa alete mbuzi dume. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni mtu wa kawaida wa kabila, basi anapaswa alete kondoo ama mbuzi jike. Kwa huyu Haruni, kwa kuwa alikuwa ni kuhani na kwa kuwa alihitajika afanye ondoleo la dhambi kwa ajili ya nafsi yake na familia yake, basi ikahitajika ya kwamba anastahili kuweza kuandaa ng'ombe dume kama sadaka ya ondoleo la dhambi kwa ajili ya nafsi yake binafsi na familia yake kwa ujumla, kabla hajaingia patakatifu katika swala zima la kuondosha ama kufanya ondoleo la dhambi la wana wa Israeli. So Mungu anaomba Musa amwambie hivyo Haruni kwa bali ya kuandaa huyo mfuko kwa ajili yake. Lakini pia Mungu akamwambia tena Musa amwambie Haruni anaye mbuzi wawili ambaye mmoja ataweza kutumika kama sadaka kwa ondoleo la dhambi la wana wa Israeli, kwamba atainyunyiza damu yake, ataichovya na kuinyunyiza damu yake ya huyo mbuzi kwenye madhabahu mara 7 kama ondoleo la dhambi katika kabila za wana wa Israeli. Lakini huyu mbuzi mwingine aliyekuwepo, Biblia inaeleza kwamba huyu mbuzi wa pili inaeleza kwamba yeye aliwekewa mikono na Haruni, then akaachiliwa aende nyikani kwa mkono wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ningepata msomaji mzuri akanisomea vizuri hii Mambo ya Walawi 16:11 mpaka 16. Mambo ya Walawi 16:11 mpaka 16. Haleluya. Mambo ya Walawi 16:11 mpaka 11, sura 16 mstari wa 11 mpaka 16. Ndio. Amen. Na kwa nini ukitaka kueleza vizuri? Amen. Basi kuna mstari mmoja labda nisome binafsi, Mambo ya Walawi 16. Anafikiri Mambo ya Walawi 16 mstari wa 20. Labda nisome hapo. Maneno yanasema naye akisha kufanya upatanisho. Hapa ni maelezo kwa habari ya mbuzi wa pili ambaye ni ufunuo kwa habari ya Yesu.
naye akisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai, na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi. Kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu baada ya kubatizwa, baada ya kuwekewa mikono na mbatizaji, baada ya kubatizwa, tunaona anapandishwa jangwani, anapandishwa nyikani, anapelekwa jangwani ili afanyaje? Ili ajaribiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii pezi ya maandiko hapa inamtafasiri Yesu Kristo katika habari nzima ya ukombozi. Yule mbuzi wa pili kama mbuzi wa sadaka nyakati zile enzi za wana wa Israeli katika Torati, linaeleza juu ya ufunuo wa habari ya Yesu Kristo katika kuleta ukombozi juu ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Anayemwekea mkono Yesu Kristo ni Yohana Mbatizaji, ambaye ni mzao wa ukuhani wa Haruni. Anayeweka mikono juu ya kichwa cha ule mbuzi ni Haruni mwenyewe. Kwa hapa kuna uhusiano wa ufunuo, uhusiano wa utabiri juu ya shughuli nzima Yesu Kristo aliyepaswa kuja kuifanya duniani kwa habari ya ondoleo la nini? La dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So tusome kidogo hapa. Hii ilitabiriwa na kunenwa, ili zoezi ambalo linafanywa na ukombozi na Yesu Kristo. Hii ilitabiriwa na kunenwa na Haruni tangu enzi za wana wa Israeli, kutoka katika kitabu cha Walawi 16:11 sura 16 mstari wa 11-16 kama nilivyosoma hapa. Haruni anajuzwa na Musa kwa habari ya kuandaa nyama wa sadaka, yani kafara, kwa maelezo kutoka kwa Mungu kwamba anaye wanyama wa sadaka wa aina mbili kwa idadi tofauti, yani ng'ombe moja na mbuzi wawili. Ng'ombe wa sadaka according to the scripts katika maandiko ya mambo ya Walawi 16:11-16, ng'ombe wa sadaka alikuwa ni kwa ajili ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe Haruni na kwa ajili ya familia yake yote. Mbuzi mmoja wa sadaka ni kwa ajili ya kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na kwa ajili ya mambo machafu wana wa Israeli ambao wanatenda. So yule mbuzi wa tatu alikuwa kwa madhumuni gani? So yule mbuzi wa tatu alikuwa ni katika habari ya ufunuo kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo katika swala zima la ukombozi ama swala zima la wokovu, ambayo inaelezwa kupitia mambo ya Walawi 16:20-20. Huyu mbuzi ni Kristo, Yesu Kristo. Na Haruni wakati ule wa Yesu alikuwa ni nani? Ni Yohana Mbatizaji. Hii ni kwa sababu Yohana ni kati ya ukoo wa Haruni. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Yesu alipotaka kubatizwa, alimwambia Yohana kwamba kubali hivi sasa, maana ndivyo ilipasavyo kutimiza haki yote. Ni baada ya Yohana kutaka kukataa kwamba wewe unakuja kwangu ili ubatizwe na mimi, wakati mimi nataka kubatizwa na wewe. Lakini Yesu akamwambia kubali hivi sasa, maana ndivyo ilipasavyo kutimiza haki yote ya ukombozi. Ndivyo Yohana akakubali, akamwekewa mikono Yesu Kristo, then akafanyika kuwa ni mwanakondoo halali anayepaswa kuzibeba dhambi za ulimwengu na kwenda kuzitoa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yohana anamhubiri Yesu na anamhubiri Yesu nyikani ya kusema kwamba tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hapo ni baada ya Yohana mwenyewe kumwekea mkono Yesu Kristo kwa baada ya kuzitweka dhambi za ulimwengu. Anahubiri watu wa kusema kwamba tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hivyo kupitia ubatizo wa Yesu Kristo kwa habari ya kubebeshwa dhambi za ulimwengu, tumefanyika kuwa wenye haki na wana wa pendo lake.
kwa habari ya kifo chake Yesu msalabani, ndiyo ilikuwa ni zoezi la mwisho kwa Yesu kuziatilia dhambi zetu pale msalabani, na sisi kwa ule mpaka sasa. Ukisoma kitabu cha Ibrania 2:14-15 inaeleza hivyo. Hiyo ilikuwa ni engo ya kwanza ya asili ya dhambi, asili ya wokovu. Mikakati iliyofanyika, tumeangazia hiyo mikakati iliyofanyika na michakato iliyofanyika kwa habari ya kuweza kuwezesha ukombozi wa wanadamu. Tukaangalia main participant walikuwa ni wangapi? Wawili, Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo, na kila mmoja aliplay his role kuhakikisha kwamba zoezi linakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So tuje kuangalia